Kutoka kitabuni, kupata ambacho hujawahi, fanya ambacho hujawahi. Rafiki, kuna kauli inasema kwamba ujinga ni kufanya jambo lile lile kwa namna ile ile alafu kutegemea matokeo tofauti. Huu ndio ujinga wa hali ya juu. Kama unafanya shughuli zako, biashara zako kwa namna ile ile, alafu unategemea matokeo tofauti, unajidanganya. Haiwezi kutokea. Kama unataka kupata matokeo ambayo hujawahi kupata, ni lazima ufanye kitu ambacho hujawahi kufanya. Sawa? Hiyo tukubaliane kabisa tangu mwanzo. Kwa sababu kama utakubali hilo, utasumbuka sana, utahangaika na utarudi pale pale. Kwenye kitabu cha Falsafa ya Maisha ya Mafanikio au Kisima cha Maarifa, tuna msingi mkuu wa maisha ya mafanikio ambao unasimamia nidhamu, uadilifu na kujituma. Na katika jumbe hizi fupi tumeshaangalia kuhusu nidhamu, kufanya vile umepanga kufanya bila kujishauri au kuacha. Tumeangalia uadilifu, kufanya lilo sahihi mara zote, iwe watu wanaona waoni. Na tatu sasa ni kujituma, kwenda hatua ya ziada kwenye kila unachofanya, kwenda zaidi ya ulivyozoea kwenda zaidi ya wengine walivyozoea kwenda, ili upate matokeo ambayo hujawahi kupata. Na kwenye somo la kujituma kwenye kitabu hiki kuanzia ukurasa 66 mpaka 72 unakwenda kupata njia 5 za kujituma ili kufanikiwa. Ya kwanza ikiwa nenda hatua ya ziada. Kwenye kile ambacho unafanya kuna mazoea, kuna kile ambacho kimezoea kufanyika, alafu kuna zaidi ya mazoea, zaidi ya pale palipozoea. Sasa ili ufanikiwe lazima uende zaidi ya ulivyozoea kwenda. Lazima uende zaidi ya pale ambako umekuwa ukifika. Na hili ndio eneo la kwanza kabisa. Iwe ni kwenye shughuli unayofanya, nenda zaidi ya ulivyozoea kwenda. Nenda zaidi ambao umezoeleka na wengine, zaidi ya ilivyo kawaida, na ndio utaanza kuvunja vikwazo vyako vya mafanikio. La pili, washangaze watu. Washangaze watu. Watu wote ambao unajishughulisha nao, iwe ni kwenye kazi, kwenye biashara, washangaze, ufanye yaani sikutegemea kitu kifanyike. Sikutegemea mtu afanye hivi. Kama ni wateja, washangaze, nimepata kitu ambacho sikutegemea kukipata. Hivyo ndivyo ambavyo utapata matokeo ambayo ni makubwa sana. Usifanye kawaida, fanya namna ambavyo wengine watashangaa. Jambo la tatu, thamani kubwa kuliko unavyolipwa. Hiyo kanuni yako, mara zote toa thamani zaidi ya unavyolipwa. Unajua, ili watu wakupe pesa wewe, ni lazima waone kwamba wanapata zaidi ya pesa wanaitoa, si ndio? Mtu akiwa na pesa hawezi kuitoa kwa kitu ambacho hakihitaji au hakina thamani. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kujituma, maana yake ukatoa thamani kubwa kuliko unavyolipwa, watu wako tayari kukupa pesa, kwa sababu anajua akikupa pesa anapata zaidi ya kile ambacho pesa ingempatia mahali pengine. Unaona sasa siri ya kujituma jinsi ambavyo inakupa mafanikio makubwa. Mara zote nenda toa thamani kubwa, kwa sababu ndio utakavyolipwa zaidi kulingana na thamani ambayo unayo. Tunalipwa kulingana na thamani tunayotoa kwenye soko, sio kwa muda au kwa uzoefu au vinginevyo. Kwa hiyo ukitoa thamani kubwa utapata malipo makubwa. 4, wingi, ubora, upya. Hii ndio naipenda sana kujituma, kwa sababu watu wengi sana wakifanya jambo, labda amepata wazo fulani la biashara, amepata mchakato fulani wa kufanya, akifanya kidogo usipate matokeo, anakimbilia kuanza kitu kipya. Anakifanya kile matokeo, anakimbilia kuanza kitu kipya. Kwa hiyo mtu anarudia vitu vipya kila wakati na afanikiwi. Sasa kwenye kanuni ya kujituma iko hivi: unapochagua kufanya jambo lolote, kwanza lifanye kwa wingi kwanza. Sawa? Haiwezi matokeo, ongeza wingi kwanza. Fanya mara 100, mara 10, mara 100, ongeza wingi mpaka ufike kiwango cha mwisho cha kufanya kwa wingi. Baada ya hapo, hamia kwenye ubora. Anza kuboresha, boresha kila ambacho unafanya, ujabadilisha hapo. Boresha mpaka ufike kiwango cha juu cha kuboresha. Ndipo sasa uende kwenye upya. Mara nyingi sana hauhitaji kwenda kwenye ubora. Mara nyingi kinachokwamisha wewe ni wingi. Hujafanya kwa wingi wa kutosha.